Epuka kuoa mwanamke anayevuliwa chupi kwa ajili ya pesa, kwa maana atakuwa amefanyiwa mambo haya matano. Haijalishi anayapenda, haijalishi hayapendi. Kama mwanamke anavuliwa chupi kwa ajili ya fedha, fahamu kabisa kwamba atakuwa amefanyiwa mambo haya matano. Kwa hiyo epuka kufunga naye ndoa. Jambo la kwanza ambalo atakuwa amefanyiwa, atakuwa amepigwa mtungo. Yaani vyovyote vile mwanamke ambaye anavuliwa chupi kwa ajili ya fedha lazima awe amewahi kupigwa mtungo au anapigwa mtungo. Na pia jambo la pili, lazima awe anabutuliwa kisamvu au jicho. Yaani mwanamke yote anayevuliwa chupi kwa ajili ya fedha lazima katika jicho lake litakuwa halina malinda. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua hilo. Na pia jambo la tatu, lazima hawa ameshaingiziwa na wanaume wawili katika sehemu moja. Mfano kama ni tundu moja la kitumbua au ni tundu moja la kijicho, wanaume wawili watakuwa wameshawahi kumuingizia au watatu. Kwa hiyo epuka kumwoa huyo mwanamke. Pia jambo lingine, mwanamke ambaye anavua chupi kwa ajili ya fedha lazima awe ameshafanyiwa, lazima hawe amewahi kulishwa vitu ambavyo ni vibaya. Yani unakuta anakudodoa mdomoni, mara kinyesi, vitu fulani ambavyo ni vibaya vibaya, anaweza akawa ameshafanyiwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba mwanamke anayevuliwa chupi kwa ajili ya fedha anafanyiwa mambo mabaya mabaya sana ambayo hutaki kumwoa. Na pia jambo lingine la mwisho kabisa ni kufanya mapenzi ya ekaeka, yani mfano au mapenzi ya lafulafu. Yani kama mwanamke anavuliwa chupi kwa ajili ya fedha, kwa kawaida wanaume huwa wanafanya jinsi wanavyotaka wao. Kwa hiyo unakuta mwanaume wapo kama watano wanamfanyisha mapenzi ya ekaeka, kama anatoka kwa huyo wanamrusha kwa huyo, wanafanya yani kama mnyama fulani ambaye wanamtreat. Kwa hiyo niepuka sana kabisa kwa mwanamke ambaye anavuliwa chupi kwa ajili ya fedha, kwa sababu 100% atakuwa amefanyiwa mambo haya matano ambayo nimeweza kuyataja. Lakini kama wewe ni pisi afu ni mzuri sana, ni binti ambayo ni mwembamba afu ni mwenye shepu lake la mjini, hakikisha unapata hizi chupi. Hizi chupi zitakusaidia sana. Kila chupi moja ni shilingi 3000. Nitaweza kukufundisha namna ya kuvaa chupi wakati wa kufanya mapenzi, na pia namna ya kufanya mapenzi ukiwa umevaa chupi, kwa sababu mabinti wengi pamoja na wanaume wengi hawajui kufanya mapenzi. Lakini ukichukua chupi kuanzia 5 kwa shilingi 3000, ukiniongezea hata buku mbili itakuwa jambo zuri. Lakini ukichukua chupi kuanzia 5 kwa 3000, nitakufuata popote utakapokuwepo na nitakupa darasa la kufanya mapenzi ukiwa umevaa chupi au ukiwa unavua chupi ukiwa unafanya mapenzi. Hili ni darasa ambalo ni special kwa mabinti ambao watachukua chupi. Hizi chupi ni shilingi 3000. Ukichukua chupi 5, nitakufuata ulipo na nitakupa darasa. Naitwa Isaac Anyankole. Kama utahitaji kupata ushauri ama video za style za mapenzi, hakikisha unanicheki WhatsApp kwa namba 0713 7287 36. Na kama utakuwa nje Tanzania, utaanza na +255 713 7287 36. Asante.